Hii ni siku kubwa sana katika historia ya industry ya muziki wa Bongo Flava. Ni siku kubwa sana sisi vijana ambao tumejiajiri katika hichi kiwanda cha muziki wa Bongo Flava, kwa sababu leo tunasherehekea kufikisha 30 years ya ajira yetu ambayo tunafanya, tunaweza tukalea familia zetu, watoto wakaenda shule, tukajenga majumba yetu na maisha mengine yakaendelea. Kwa hivyo tunapo celebrate hichi kitu that means tunatakiwa kusherekea na kujivunia tasnia yetu hapa ilipofikia, kwa sababu sasa hivi Bongo Flava imekuwa ni moja kati ya tasnia kubwa sana nchini Afrika. Tumekuwa katika engo kubwa sana, kwa hivyo najivunia siku ya leo, na mimi naweza kusema mimi ni moja kati ya wale watu ambao wamekuja kama shabiki, au sio? Sijaje hapa kama artist kwa sababu mimi nimepay tickets, nimenunua ticket. Kwa hiyo nimekuja kama mtu yoyote ambaye amekuja kusupport kaka zangu na watu ambao wamekuwa wakitusupport na walitengenezea njia mpaka leo na sisi tunaweza kulani maisha yetu kupitia huu muziki. Kwa hivyo niko hapa kwa sababu I'm proud of them, na niko proud pia kuwa moja kati ya vijana ambao wapo kwenye hichi kiwanda. Okay. Hapa naamini kwamba katika wasanii ambao watapanda kwenye stage leo kuna msanii ambaye alimfanya Baraka da Prince kipindi yuko nyumbani akaanza kuona muziki na mimi naupenda, kwa nini nisifanye kama huyu? Kuna watu ambao waliinspire. Unaweza kupiga wazi kwamba tulikuwa wasanii ambao ulikuwa unawasikiliza sana kipindi hicho, tupo nyumbani Mwanza, ni kina nani ambao leo unatamani kuwaona kwenye stage? Wapo japokuwa wengine hawapo kwenye stage ya leo. Mimi nilikuwa nampenda sana Bob Dawa. Kwa siku ya leo watu wanao perform kuna Q Chief, kuna Nurueli. Ni moja kati ya wasanii ambao wameni-inspire na wamenifanya mimi kupenda kujoin kwenye hii biashara ya muziki wa Bongo Flava yani. Leo nitafurahi sana kuona performance ya Q Chief na even hata Lodice pia. Hao ni moja kati ya wasanii ambao wanaitwa wachonga, wameshachonga barabara. Wewe pia ni moja kati ya msanii ambaye umekuja era ambayo wao wameshachonga. Moja kati ya changamoto ambayo wao walikuwa wanasema kwamba muziki kipindi hicho ulikuwa ukifanya unaonekana kuwa ni muone. Wewe moja kati ya changamoto ambayo pia leo unaikumbuka katika issue nzima ya harakati zako kipindi ambapo unafanya muziki wa Bongo Flava, imebaki kama memory kubwa sana katika maisha yako ya muziki, nipi? Nishakupigwa sana na mzee wangu. Ndio kama hivyo unavodai kwamba unajua zamani watu walikuwa wanachukulia hii biashara ambayo tunaifanya kwamba ni biashara ya kiuni. Yaani walikuwa wanaona kama ni vijana ambao wameuliza direction, pia kutokana na mitazamo ambavyo ilikuwa imeshawekwa huko zamani. Kwa hivyo katika ukuaji wetu, mimi ni mtu ambaye nilikuwa napenda muziki sana toka utotoni. Kwa hiyo mimi nimelelewa kwenye familia ambayo unajua ni familia ya dini sana, Sabato yani ile deep. Kwa hiyo hawakuweza kuniruhusu kwa haraka na kuweza kunikubalia kufanya muziki. Nilikuwa naweza kwenda studio kwa kujiiba na rekodi kwa kujiiba. Siku moja baba akapata taarifa nimeperform kwenye tamasha fulani la kampuni fulani ya kinywaji, kwa kampuni ya soda. Afu nilikuwa na nguo za shule, nilitoka shuleni nikaenda kutafuta chance ya kuimba kwenye hilo tamasha. So nimerudi nyumbani nakuta mzee kashika bonge ya gongo hapo kwenye varanda ananisubiri. Mimi sijajua nini kinachoendelea, naingia ndani mlango unalokiwa, nilipigwa sana. Kwa hiyo ni moja kati ya moment mbaya ambayo aga naikumbuka, lakini baadaye alikuja kuelewa na wakawa ni moja kati ya masapota wangu wakubwa sana. Okay. Tunakuona karibu na Manyanda African Power. By the way, mimi nishawahi kufanya interview naye nikamuuliza kuhusu wewe akanijibu. Leo nikuulize wewe pia kuhusu yeye. Kwa nini umekuwa karibu na Manyanda nowadays tofauti na wewe? Watu kwanza wasichokijua, mimi Manyanda ni ndugu yangu, ni rafiki yangu more than hata zaidi ya miaka 15 nyuma. Kuna picha zetu siku labda picha kwa mwaka kuzishare kwa wadogo sana unajua watu wasichojua zamani Manyanda alikuwa musician pia, anaimba sana. Ndugu yangu anaimba sana. Kwa hiyo moja kati ya watu ambao tulikuwa tukistruggle even pia ukizingatia tunatoka mkoa mmoja, sote ni watu wa mkoa wa Mwanza. Tumekuwa pamoja, so this time tumeweza
tupate nafasi ya kuweza kuwa sana na ukaribu na kuexpose ukaribu wetu, kwa sababu ni right time, lakini sio ni watu ambao tumejuana leo wala jana, zaidi ya miaka 15 nyuma. Tuna picha na ukiziona wadogo kabisa hivi. Yeah. Okay, so tuwatakie good vibe. Tuacheni mkaenjoy. Shukrani sana. Yes. Hii ni siku kubwa sana katika historia ya industry ya muziki wa Bongo Flava. Ni siku kubwa sana sisi vijana ambao tumejiajiri katika hichi kiwanda cha muziki wa Bongo Flava, kwa sababu leo tunasherehekea kufikisha 30 years ya ajira yetu ambayo tunafanya tunaweza tukalea familia zetu, watoto wakaenda shule, tukajenga majumba yetu na maisha mengine yakaendelea. Kwa hivyo tunapo celebrate hichi kitu that means tunatakiwa kusherehekea na kujivunia tasnia yetu hapa ilipofikia, kwa sababu sasa hivi unajua Bongo Flava imekuwa ni moja kati ya tasnia kubwa sana nchini Afrika. Tumekuwa katika engo kubwa sana, kwa hivyo najivunia siku ya leo, na mimi naweza kusema mimi ni moja kati ya wale watu ambao wamekuja kama shabiki, au sio? Sijaja hapa kama artist, kwa sababu mimi nimepay ticket, nimenunua ticket. Kwa hiyo nimekuja kama mtu yoyote ambaye amekuja kusupport kaka zangu na watu ambao wamekuwa wakitusupport na walitengenezea njia mpaka leo na sisi tunaweza kulani maisha yetu kupitia huu muziki. Yeah, kwa hivyo niko hapa kwa sababu I'm proud of them, na niko proud pia kuwa moja kati ya vijana ambao wapo kwenye hichi kiwanda. Yeah. Okay. Hapa naamini kwamba katika wasanii ambao watapanda kwenye stage leo kuna msanii ambaye alimfanya Baraka da Prince kipindi yuko nyumbani akaanza kuona muziki na mimi naupenda, kwa nini nisifanye kama huyu? Kuna watu ambao waliinspire. Unaweza kutupa wazi kwamba kwa wasanii ambao ulikuwa unawasikiliza sana kipindi hicho tupo nyumbani Mwanza, ni kina nani ambao leo unatamani kuona kwenye stage? Wapo japokuwa wengine hawapo kwenye stage ya leo. Mimi nilikuwa nampenda sana Bob Dawa. Kwa siku ya leo watu wanao perform kuna Q Chief, kuna Nurueli, ni moja kati ya wasanii ambao wame inspire na wamenifanya mimi kupenda kujoin kwenye hii biashara ya muziki wa Bongo Flava yani. Yeah. Leo nitafurahi sana kuona performance ya Q Chief na even hata Lodice pia. Yeah. Hao ni moja kati ya wasanii ambao wanaitwa wachonga, wameshachonga barabara. Wewe pia ni moja kati ya msanii ambaye umekuja era ambayo wao wameshachonga. Moja kati ya changamoto ambayo wao walikuwa wanasema kwamba muziki kipindi hicho ulikuwa ukifanya unaonekana kuwa ni muone. Wewe moja kati ya changamoto ambayo pia leo unaikumbuka katika issue nzima ya harakati zako kipindi ambapo unafanya muziki wa Bongo Flava, imebaki kama memory kubwa sana katika maisha yako ya muziki, nipi? Nishakupigwa sana na mzee wangu.